Mambo vipi? Kama kaa. Wanakuita nani brother? Kwa majina naitwa Thomas David Kalinga. Thomas David Kalinga aka Nyaruboi. Ndiyo, hapa sheki langu unajihusisha na nini? Kama unavyoona hapa nauza viungo hapa, nyanya, mafuta, viazi. Ndiyo. Ndo mishe zangu. Msimu huu wa sikukuu kwa ndugu zetu Waislamu, wewe unalipi la kuongea au kwa msimu huu biashara imekaaje? Kwa kama ilivyo kawaida, kila msimu kila mfungo kidogo biashara waga na drop kidogo, unajua hali. Ndio. Watu wakifunga lazima na hali kidogo inabadilika. Ndio. Kwa hiyo sasa hivi kwa sababu leo ndo Idi wenzetu suni shafungulia. Nasubiri BAKWATA nao kesho watangaze la kwao. Bila shaka mambo yatakaa vizuri. Mimi nataka nijue mwanangu, changamoto gani ambazo unakutana nazo kwenye biashara yako hii? Changamoto nyingi, hakuna biashara ambayo haina changamoto. Niambie kama changamoto gani ambayo huwezi kuisahau ambayo ushakuipitia kuliko zote. Inafika muda uje biashara unaweza kuwa na wateja. Unakuwa na wateja, yani wateja unajua kabisa una uhakika mishe zinaenda. Ila waga inafika muda biashara unakuta wateja wale kama wamepotea hivi ghafla. Hapo unaanza kuuliza vipi nimepitiwa nini hapa? Unahisi umerogwa nini? Hiyo muhimu, yani lazima. Kwa hiyo ndio changamoto ambayo waga inaniumiza zaidi. Sasa wewe unachukua hatua gani baada ya kupitia kama changamoto kama hizo? Kwa sababu sasa hivi tayari na uzoefu na biashara, najua ni vipindi tu vinapita, kwa hiyo najuaga ni muda tu, nataka kakaa wiki mbili, wiki. Baada hapo maisha yanakuwa mazuri. Wale vijana ambao wako nyumbani hawataki kujishughulisha, hawataki kufanya kazi au wanaochagua kazi, unalipi la kuambia? Kama akiwa kijana lazima ufanye kazi. La sivyo ndo kama hivyo wengine wanakuta wavivu, anakimbilia huko anakuta anaiba, mwisho na upigwa unakufa. Ukiwa na nguvu zako tu pambana, watafuta hela vijana. Hilo ndo la msingi zaidi wa vijana. Unalipi la kuomba kwenye serikali ya leo au serikali ya Mama Samia? Wewe kama kijana, waweke tu mazingira sawa kwa watu. Waweke mazingira sawa, mambo yatakuwa mazuri. Sasa hivi wametoa mikopo kwa vijana, umelisikia hilo? Hatulisikia, hela bado hajaletewa mwafaka, tuone inakuaje. Ila mwenyekiti ashatuambia. Mwenyekiti kashatangazia. Sasa wewe kama kijana unachukua hatua gani kuweza kufuatilia huo mkopo? Kwa sababu pale wanachukua kama kikundi, mtu mmoja mmoja. Wewe kama kijana umejipanga vipi? Nasubiri process itangazwe, mambo yakikaa vizuri nitajua nifanyaje. Ni jambo gani ambalo unajivunia kwenye hii biashara yako? Jambo bwana najivunia? Hata kama hivi siombi mimi. Mimi napambana mwenyewe na leo familia na ndugu zangu pia naishi kwa mimi. Una familia? Familia nayo. Watoto? Wangapi? Mmoja na mke mmoja. Safi sana. Na unaendesha familia yako kupitia biashara yako hii? Ndio kama unavyoona. Malengo yako hasa ni yapi kupitia biashara yako hii? Labda baada ya miaka 5 unataka uwe wapi? Tupande viwango, sio hapa tulipo. Ndio lengo kubwa. Shukrani mwanangu. Nashukuru sana. Haya.